Mama. Hapa ni wale sana. Sifa dadangu, ona gisali yako ilivyo, siku zinavyozidi kwenda hali yako inazidi kuwa mbaya dadangu. Isitoshe tena kusema useme dadangu. Wewe usini kama kupika wewe. Nishawaambia mkono unapika chakula kitani ushapika. Nimepika. Baba mdogo, hali ya dada inazidi kuwa mbaya. Kama tumpeleke hospitalini. Sasa. Eti hospitali. Chakufe. Akitaka akufe. Wengine washakufa nikawazika. Huyu hawezi nilisha huyu. Akitaka kwanza nakwambia hivi. Mimi naingia ndani. Ndio chakula chakula mimi kule mimi. Na sasa hivi pesa zangu zile tangu nilofanya hivi. Wewe ni mzembe sana wewe. Ndio tunalala. Mimi nakosa hata chakula cha kula, jua kulala. Wewe amka. Amka hapo. Tunaambia wewe. Tunaambia wewe amke. Amka wewe. Amka. Wewe ndio tunalala. Wewe ni mtu mzima. Wewe ni wazimu, wewe ni mzembe sana wewe. Na naongea unisemeshi. Tunaongea wewe. Niko naongea na wewe, nakwambia kitu useme na machafu yake. Na macho. Kaona. Mimi sijali. Yaani mimi ndio mlisi wa hii nyumba. Hata ukikuwa mimi sasa ndio furaha yangu kwanza wewe ukufe. Kwani ukikufa wewe mimi nitafurahi sana. Yaani mimi nisipata chochote juu kufa tena ukufe. Wa damu gani wewe? Damu ya kisanya hapo. Kwani wewe ni mchawi wewe? Ukufe. Kufa. Kaona. Wewe kila siku nishakwambia wewe unafaa kazi wewe. Yaani wewe. Kaoni, ona umacho, ona umasikio. Njoo. Matoka wapi? Makaburini. Unasemaje? Makaburini? Wewe unaenda kufanya mizimu wa babu yenu. Wewe kaburi pale. Nishakwambia baki hapo stage wewe. Nishakwambia baki hapo stage. Mama nimpigia makelele jamani, mimi napumzika ndani pale, mnanipigia makelele gani? Nishakwambia panga vyako tena jararabi na unataka kunisikia. Mimi mwenyewe nafanya kazi huko ndani. Nikorope, nioshe vyombo na vipanga vyako viko. Ndani pambi. Mimi nimechoka. Na huko ndani ndaondoka. Usipofanya hivyo naondoka. Nadhani nimemaliza. Mamdogo.
mdogo. Sasa alikuwa nini sasa? Sijui. Sijafanya chochote. Joy, usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kuna siri iliyojificha nyuma ya pazia. Huu sio muda sahihi wa kuambia, na isitoshe umri wako ungali mdogo sana. Halo. Sikilize kwambie. Kuna mali ambazo mwalimu kaka yako aliziacha. Ambazo ufahamu. Simamati, kwani wewe ni nani? Mimi ni mwanasheria wa kaka yako. Mwanasheria? Kwani wewe uko wapi? Nitakutumia location. Sawa, nakuja.
Wewe ni nani? Kwani hapa? Nataka kufahamu mimi. Ndio. Kibabu, ni wewe? Ndio, ni mimi. Kusumari, unajua vya mingi kusumari wewe? Meki, najua kuna vitu vingi ambavyo ufahamu. Mimi samba kuwa mimi hivi, kisa ni nyinyi. Ila nikwambie kitu ambacho ulikuwa ufahamu. Mimi ndio niliyemuua dada yangu, nikamuua kaka yako, na nikajaribu kumuua mtoto wa dada yangu mimi Sifa, ile ikashindikana. Nikamuua mke wako wewe Suyati, na nikajaribu tena na nikamalizia Sifa kumuua, na aliyekuwa anafuata ni wewe. Kisa nini? Kisa mmeingilia katika mali ambazo haziwahusu. Unajua mimi maisha yangu kuharibika ni chanzo ni nini? Dada yangu mimi amenisaliti. Dada yangu mimi alifanya mpaka maisha yangu mimi yanakuwa ya mtaani. Dada yangu mimi alishawashikwa na maneno ya kaka yako wewe. Ndio maana niliona sitosamehe mtu yoyote katika hii dunia. Mtu yoyote atakayejaribu kuharibisha maisha yangu mimi nitapita naye. Hivyo basi, na nimekuleta hapa ili na wewe nikuue kabisa. Nikishamaliza kuua wewe, namuua na John. John!